Natumaini kuwa haujambo na ni mzima wa afya. Huu mti wa bamia tunaufahamu sana na watu wengi wanafahamu faida za bamia, lakini leo nataka niwakumbushe faida chache zinazotokana katika bamia lenyewe pamoja na mizizi ya bamia. Mizizi ya bamia ni tiba nzuri sana, haswa kwa wale wenye changamoto za kupata maumivu ya kiuno pamoja na uti wa mgongo. Kama una shida katika upande wa moyo, yani moyo wako umezungukwa na mafuta, una shida mara nyingi unajisikia kwamba miguu kuwa inakufa ganzi, inawaka moto, kuweza kupata maumivu ya mwili mzima, basi mizizi ya bamia ina uwezo wa kutibu na kuweza kumaliza changamoto hizo zinazokusumbua kwa muda mrefu sana. Chukua mizizi ya bamia kisha utaichemsha. Baada ya kuchemsha utaacha ipoe, lakini tumia kikombe cha mililita 50, yani kikombe cha kahawa mililita 50 asubuhi, mililita 50 jioni, kila siku kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14. Inatibu na kuweza kumaliza changamoto ya katika upande wa moyo, kuondoa mafuta katika upande wa moyo, kuondoa mafuta katika upande wa mishipa ya moyo, lakini pia inaondoa maumivu ya mwili, inaondoa ganzi katika upande wa miguu pamoja na mikono. Hii ndiyo faida ya mizizi ya mti wa bamia. Lakini bamia lenyewe tunafahamu sana faida zake. Kwanza, inaongeza madini ya calcium katika mwili wako. Kama una changamoto ya kupungukiwa na madini ya calcium, basi bamia lina uwezo wa kuweza kuongeza madini ya calcium, lakini pia vile vile linaongeza ule uteute katika upande wa viungo vya mwili. Kama una changamoto ya uti wa mgongo, miguu ama sehemu za magoti, basi tumia lile bamia. Lina uwezo wa kuweza kuongeza madini ya calcium kwa haraka sana na kuweza kuzalisha ule uteute na kuacha kukupa maumivu unayoyapata makali. Pia inaondoa zile kelele za mifupa, miguu kuwa inagoka mara kwa mara, msuguano wa mifupa, yoyote inaondoa. Hizi ndio faida za bamia. Lakini pia kuna kitu cha ajabu sana hujaweza kukifahamu katika upande wa bamia. Basi acha nikujuze. Bamia lenyewe, bamia kama bamia unaweza ukalikatakata vizuri kabisa kisha ukachemsha, alafu ukatoa yale bamia yake, kabaki ule uteute. Ule ute utakuwa unakunywa kwenye glasi ya mililita 200 kila siku, iwe asubuhi ama iwe jioni, lakini tumia kwa siku mara moja upate ujazo wa glasi ya mililita 200. Ule uteute una faida nyingi sana. Kwanza, unasafisha ukungu wa macho. Kama una tatizo la macho, basi inaweza kutibu yale macho yako. Lakini pia inaondoa sumu nyingi katika upande wa figo, inaondoa ama inasafisha upande wa ini pamoja na mapafu. Kama una changamoto ya ini, una changamoto ya mapafu, basi una uwezo kutumia ile uteute wa bamia. Lakini pia inasafisha figo vizuri sana. Hizi ndio faida za bamia lenyewe. Sasa kama unahitaji tiba hii ya bamia, basi unaweza ukaandaa ama ukajiandalia kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo zote ambazo nimeweza kukuelezea. Lakini ipo tiba nzuri sana ambayo kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizo katika upande wa moyo. Ni moyo wako kama una mafuta ama una tatizo la pressure ama moyo wako umetanuka, tiba ipo. Mishipa ya damu kuwa na cholesterol, tiba ipo. Miguu kufa ganzi, kuwaka moto, kupata maumivu ya kiuno ama uti wa mgongo, pingili za uti wa mgongo, miguu ama magoti kuwa na maumivu makali, tiba ipo. Ukishindwa kuweza kuandaa tiba hiyo niliyokuelekeza, basi njoo kwangu uweze kupata tiba iliyo kamili kabisa ambayo ina uwezo wa kumaliza changamoto zako zote kwa wakati sahihi kabisa, tena mapema sana. Mimi ni mtaalamu ninayekushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Hizi ndizo faida za bamia, nadhani tunazifahamu sana, lakini leo utakuwa umejifunza faida mpya kama ulikuwa huzitambui. Basi hizi ndio faida za bamia. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Endelea kunifollow ili uweze kupata vipindi tofauti na faida nyingi sana katika upande wa tiba. Nikutakie siku njema, nikutakie kila